Kuku wangu wanakula sana, nifanyaje? Kujibu hilo swali utaangalia performance chart ya Saso. Kufikia mwisho wa video hii utakuwa na majibu kamili. Sasa performance chart yetu ni hapa na ina sehemu kubwa 5. Kwanza ni umri wa kuku, na umri wa kuku katika siku. Kuku wa nyama tunaenda nao kwa siku, kuku wa mayai ndo anaenda kwa wiki. Kolamu ya pili hapa tuna uzito wa kuku, na huu ni uzito wa kuku katika siku. Hata ukiangalia chart za broiler ndo ziko hivyo. Na hapa kolamu yetu ya 3 na vipengele viwili. Cha kwanza chakula wanachokula kwa siku katika gramu, na ya pili ni jumla ya chakula katika gramu. Sasa hapa ni rahisi tu. Chakula kwa siku katika gramu wanamaanisha kuku mmoja anakula gramu ngapi kwa siku. Na ukiangalia hii inaenda ikibadilika kulingana na umri wa kuku unavyoongezeka. Tunatarajia kwamba kuku wako kadri wanavyokuwa watakuwa wanaongeza kula. Okay, sasa tuchukulie mfano labda wa siku ya 5. Siku ya 5 ni hapa. Umri siku ya 5, uzito wa kuku wako kufikia siku ya 5 kuku mmoja atakuwa na gramu 67. Na unaweza ukafuatilia uzito wa kuku wako kwa kuwa na mizani, na kama unahitaji mizani wasiliana na mimi utapata mizani. Chakula anachokula kuku kwa siku, kuku mmoja. Twende vizuri hapa. Huyu ni kuku mmoja anakula gramu 17 na jumla ya chakula kwa kuku mmoja. Sasa hii inatuonyesha kwamba badala ya kuumiza kichwa kujua na kuku labda 200 mpaka kufikia umri fulani watakuwa wamekula chakula kiasi gani, hii inakuwa inajumlisha kile chakula anachokula kwa siku, inakuwa inakijumlisha. Kwa mfano hapa tumeona siku ya 5 kuku mmoja anakula gramu 17, lakini mpaka kufikia siku ya 5, mpaka kufikia kutokea wapi? Kuanzia siku ya kwanza mpaka siku ya 5 atakuwa amekula gramu 75. Na hii siku 0, huu ni uzito wa kuku siku unapowapokea. Umeona? Kwa utaanza siku ya kwanza atakula gramu 13, siku ya pili anakula gramu 14, jumla 27, siku ya 3 anakula gramu 15, jumla 42, siku ya 4 anakula gramu 16, ukiplus hapa inakuwa 58, na siku ya 5 anakula gramu 17, ukijumlisha unapata gramu 75. Kwa hiyo sasa kama una kuku 500 unataka kujua labda kufikia siku ya 60 watakula chakula kiasi gani. Kwa hiyo utashuka tu chini, utaangalia hapa siku ya 60 ni hapa. Jumla ya chakula ambacho amekula kuku mmoja ni gramu 5547. Kwa kama una kuku 500, kwa unachukua idadi ya kuku zidisha kwa kiwango cha chakula anachokula kuku mmoja, unagawanya kwa 1000 unapata jibu. Kwa ukiangalia sisi mfano wetu tuna kuku 500, kwa chukua 500 zidisha kwa kiwango cha gramu 5547, ukigawanya kwa 1000 utaona kwamba kuku wako watakuwa wanakula kilo 2773.5. Na kolamu ya 4 ni kuonyesha feed conversion ratio, kiwango cha chakula anachokula kuku mmoja kufikia uzito fulani. Na hiyo tunaipataje? Unachukua jumla ya kiwango cha chakula anachokula kuku unagawanya kwa uzito alionao. Kwa kama kuku wako amekula kilo 2.7735 alafu yeye ana uzito wa kilo 1.5, utaona feed conversion yako ni kilo 1.849. Maana yake ni nini? Kuku mmoja anakula kilo 1.849 kukupa kilo 1 ya uzito. Ndio maana inaitwa conversion, ana convert chakula kwenda kwa uzito. Sasa baada ya kuielewa hiyo chati, tujibu swali la mdau kwamba kuku wake wa Saso wanakula sana chakula tofauti na alivyokuwa ametarajia. Kwanza, kuku hawali sana, isipokuwa wakati mwingine wafugaji tunakuwa tujaandaa budget. Kwa tunaanza mradi mkubwa wakati tuna bajeti, labda unaanza mradi wa kuku 1000 wakati bajeti yako ni ya kuku 800 au kuku 500. Lakini mbili, wakati mwingine tunakuwa tuna taarifa na maarifa sahihi. Kwa kuku wa nyama, kwanza wakila sana ndo vizuri kwa sababu watakuwa kwa haraka na utawauza mapema. Ogopa sana unapokuwa na kuku wa nyama alafu hawali, ni hatari hiyo. Kwa hiyo kuku wetu hawali sana, wanakula kawaida. Na tuangalie mfano wa pili na wa mwisho. Tuseme tuko siku ya 18. Siku ya 18 ni hii hapa. Tutategemea kuku wako watakuwa na uzito wa gramu 310 na kuku mmoja atakula gramu 60 kwa siku. Na mpaka siku ya 18 kuku mmoja atakuwa amekula gramu 460. Sasa kama una kuku 500 na kuku mmoja anakula gramu 60, ni rahisi. Kiwango cha chakula anachokula kuku mmoja zidisha kwa idadi gawanya kwa 1000. Kwa hiyo ukichukua 60 mara 500 ukigawanya kwa 1000, hawa kuku wanatakiwa wale kilo 30 kwa siku. Na huo ndio ulaji wa kawaida. Hawali sana. Umeona sasa hiyo? Kwa hiyo jitahidi uandae bajeti vizuri, pata taarifa sahihi na maarifa sahihi unapoanza mradi wa kuku, itakupunguzia baadhi ya changamoto.